Naam, barabara kabisa. Karibu tena mpenzi mfuatiliaji wa uchambuzi wa makala zetu mbalimbali za fasihi ya Kiswahili na fasihi ya Kiingereza, na leo Teacher Hassan Lemunje nipo hapa kukusogezea uchambuzi wa riwaya inafahamika kwa jina la Watoto wa Mama Ntilie, na hii inakuja baada ya maombi ya wadau wetu wengi sana kuweza kukifanyia uhakiki kitabu chetu. Sasa mwandishi wa kitabu hiki au riwaya hii ya Watoto wa Mama Ntilie anafahamika kwa jina la Emmanuel Mbogo. Sasa kama kawaida ilivyo katika uhakiki wetu wa kazi za fasihi na maandishi ya riwaya, ushairi pamoja na tamthilia, huwa tunaangazia vipengele vya fani pamoja na maudhui, lakini tupate kwanza muhtasari kuhusiana na kitabu chetu cha Watoto wa Mama Ntilie. Hii ni riwaya ambayo mwandishi Emmanuel Mbogo anachambua kwa kina zaidi kuhusiana na maisha ya kina Mama Ntilie, watu maarufu kwa jina la Mama Ntilie. Sasa hata hivyo Mama Ntilie imetumika tu kama ishara au taswira ambayo sasa inawakilisha watu wa kipato cha chini wanaohangaika na mihangaiko ya kila siku, hususa ambao wapo katika dimbwi la umaskini. Umaskini huu unapelekea watu hawa waweze kukosa haki zao za msingi, ikiwemo elimu, mavazi mazuri, lakini mwisho wa siku hata makazi yanakuwa ni duni, wanakosa hata sehemu nzuri ya kulala. Sasa kutokana na hayo, watoto ambao wanazaliwa katika familia hizi hujiingiza katika makundi mabaya, ikiwemo biashara haramu, wizi, na mwisho wa siku sasa hatima yao inakuwa ni vifo au kukamatwa na polisi. Sasa mwandishi huyu Emmanuel Mbogo kwa kutumia dhana hii ya watoto wa Mama Ntilie anaweza kusadifu au amefanikiwa kusadifu masuala kama hayo. Naam, bila kupoteza muda tuanze na maudhui ambayo yanajitokeza ndani ya kitabu chetu. Kumbuka sasa, tunapozungumzia maudhui tunazungumzia yale yote ambayo yamemsukuma mwandishi ili kuweza kutunga kazi yake ya fasihi, au yale yote ambayo tunayakuta ndani ya kazi ya fasihi. Na hapa tutaanza kwa kuangalia dhamira. Mwandishi ameonyesha mambo mbalimbali ambayo watoto wa Mama Ntilie wanayapitia, na mambo haya yameweza kuibua dhamira tofauti tofauti. Kwanza kabisa kuna swala la umaskini. Umaskini umeonyeshwa kwa kiasi kikubwa sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa riwaya yetu. Kwanza kabisa tunaona watoto wa Mama Ntilie wanaishi maisha ya ziki. Maisha yao yanategemea genge la Mama Ntilie ili waweze kupata riziki ya kila siku. Lakini pia Kulwa na Doto ni watoto maskini ambao wao wanategemea dampo la Tabata kama sehemu ya kujipatia riziki. Kwa unaweza ukaona ni kwa jinsi gani watu wanaishi katika hali ngumu, mpaka jalala ndo linakuwa chanzo cha watu kuweza kupata chakula. Sasa kutokana na maisha kuwa magumu sana, wanaikuta pia wanajiingiza katika wizi, jambo ambalo linafanya Doto anapoteza maisha alipokuwa katika jaribio la wizi. Lakini pia umaskini unaonekana kwa wafanyakazi wa kiwanda cha Urafiki ambao wao wanakula chakula kichafu kinachouzwa kwa bei rahisi. Tunaona Peter anauzia wafanyakazi hao wali na nyama alizoziokota jalalani. Sasa utagundua jinsi gani umaskini ndio unasababisha hayo yote. Fauku ya hayo, umaskini unaonekana kwa mhusika Musa na Dani. Hawa ni watoto ambao wanajiingiza katika shughuli hatarishi ili waweze kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Mfano, Musa anauza dawa za kulevya, wakati Dani yeye ni mwizi wa stendi na dukani. Sasa hii inaonyesha yote haya yanasababishwa na umaskini. Sasa umaskini una madhara makubwa sana katika jamii. Miongoni mwao ni kukosa elimu, kukosa lishe bora, huduma mbovu za kiafya, kuuza dawa za kulevya, kujiingiza katika wizi na ongezeko la watoto wa mtaani. Sasa ili tuweze kujenga jamii yenye usawa, lazima kwanza tujikwamue na umaskini. Dhamira ya pili ambayo tunaweza tukaijadili katika kitabu chetu cha Watoto wa Mama Ntilie ni swala zima la ukosefu wa elimu. Ifahamike kwamba elimu ni msingi wa maisha katika jamii yoyote ile ambayo inataka kustawi na kuweza kuendelea. Sasa kutokana na umaskini,
Elimu nayo inaonekana kukosekana kwa sababu wazazi wanakosa ada ya kuwapeleka watoto shule. Mathalani, tuna mhusika anaitwa Peter, Zita, Musa pamoja na watoto wengine wa kimaskini. Wao wanafukuzwa shule kutokana na kukosa ada. Hii inasadifiwa pia na Mwalimu Chikonya, yani mwalimu mkuu, anasema wote ambao hamna sare hakuna shule, nisizione sura zenu bila ada na sare. Waambieni wazazi wenu hivyo. Habari hizi tunazikusa ukurasa wa kwanza kabisa wa kitabu chetu. Dhamira nyingine ambayo tunaweza tukaiweka katika mjadala ni swala zima la malezi. Swala la malezi limezungumzwa kwa kina sana katika riwaya hii. Tunaona kwamba malezi bora yana matokeo bora kwa watoto, na kinyume chake ni malezi mabaya ambayo huwa na matokeo hasi au mabaya kwa watoto. Mfano, mwandishi amewatumia wahusika kama Doto, Kurwa, Dani na Musa kuwakilisha watoto ambao wamekosa malezi bora, hivyo sasa wanaangamia katika matendo hatarishi ikiwemo uuzaji wa dawa za kulevya pamoja na wizi. Na kwa upande mwingine sasa mama ntilie anajaribu kuwalea watoto wake kwa misingi bora, lakini sasa anashindwa kumudu malezi hayo, kwani mumewe anashindwa kumpa ushirikiano wa kutosha kwa kujiingiza katika ulevi uliopindukia. Sasa hii inawapelekea watoto wake kukosa mahitaji ya msingi, na mwisho wa siku tunaona husika kama Peter anaanza kujiingiza katika uuzaji wa dawa za kulevya na mwisho anakamatwa na polisi. Dhamira nyingine ambayo tunaweza kujadili katika kitabu chetu cha watoto wa mama ntilie ni swala la wizi. Msanii ameonyesha kuwa swala hili la wizi ni miongoni mwa matatizo makubwa sana ambayo hata kwa sasa jamii zetu wizi upo. Ndio maana tunaona kuna vikundi vya uhalifu vya wizi kama panyarodi. Sasa wizi katika kitabu chetu umeonyeshwa na wahusika kama Dani, Doto, Kurwa. Kwa mfano Dani ni mtoto mwenye tabia ya wizi. Yani kila ingiapo stendi kazi zake ni kukwapua vitu kutoka kwa wasafiri. Yeye pia huiba bangili, mikufu ya dhahabu ama chochote kile ambacho anaona kinamfaa. Hali hii inamfanya pia kuwashawishi Doto na Kurwa nao waende kuiba, lakini mwisho wa siku inakuwa ni kifo tu. Lakini pia wizi huu unaonyesha kuwa ni chanzo cha vijana wengi kuweza kuangamia, maana hatima yake ni mbaya. Kama niliposema hapo awali, inaweza kawa ni kifo au kukamatwa. Sasa ili tuweze kujenga jamii yenye usawa, lazima pia katika jamii zetu tukemee vitendo hivi vya wizi. Dhamira nyingine ni biashara za dawa za kulevya, kwamba uuzaji wa dawa za kulevya pia umesadifiwa katika kitabu chetu. Msanii anamtumia mhusika Musa kuthibitisha swala hilo. Musa anaonekana kumshawishi Peter aweze kujiunga na genge la uuzaji wa dawa za kulevya. Mwisho wa siku hatima yao inakuwa ni kukamatwa na polisi. Dhamira nyingine ni ulevi. Hii inasadifiwa na mhusika ambaye ni Mzee Lomolomo. Ni mhusika ambaye anawakilisha wazee wa kupindukia, na msanii anaonyesha kuwa ulevi umesababisha Lomolomo kutokuwa mwajibikaji katika kutunza familia yake. Hashiriki jambo lolote la kimaendeleo. Badala yake asubuhi usiku yeye ni pombe tu. Sasa ulevi mbaya wa Mzee Lomolomo ndio unapelekea kifo chake, kwani anakunywa pombe ambayo imekwisha muda wake. Kwa hiyo katika jamii zetu pia lazima tukemee swala zima la ulevi. Dhamira nyingine ni rushwa. Msanii ameonyeshwa rushwa ni tatizo kubwa sana katika jamii yetu. Kwa mfano mama ntilie wanaonekana wanasumbuliwa sana na askari wa jiji wanaotaka rushwa ili waweze kuwaruhusu wao waweze kuuza chakula katika kiwanda au eneo la kiwanda cha Urafiki. Kwa jambo hili linawafanya wafanya biashara kubaki katika hali duni. Kwa hiyo rushwa pia ni miongoni mwa dhamira ambazo zinajitokeza katika kitabu chetu. Dhamira nyingine ni mapenzi, na msanii kaonesha kwamba kuna mapenzi ya dhati na yale yasiyo ya dhati. Mosi, tukianza na mapenzi ya dhati, tunaona kupitia mama ntilie kuwa na mapenzi ya dhati kwani anaipenda familia yake. Lakini pia Zainabu ana mapenzi ya dhati kwa jirani zake. Hii inaonyesha pale ambapo anaitunza familia watoto wa mama ntilie wakati wote ambapo mama ntilie yuko safarini. Hivyo tunashauriwa kuwa pia majirani wema
tupendane tu na mapenzi kama haya. Lakini pia mapenzi ya dhati yanaonekana kwa Kurwa ambaye anamsaidia Peter ili asipigwe na Doto. Lakini pia alimgawia mchele aliokusanya jalalani. Lakini pia Peter ana mapenzi ya dhati kwani anamsaidia Kurwa pahala pa kuishi. Kwa upande mwingine mwandishi ameonyesha mapenzi yasiyo ya dhati. Na katika riwaya hii mwandishi ameonyesha wahusika mbalimbali ambao hawana mapenzi ya dhati. Kwanza kabisa kuna Mwalimu Chikonya, hana mapenzi ya dhati kwa jamii yake kwani anawafukuza wanafunzi ambao hawakuwa na ada wala sare ya shule, ili hali akijua kabisa kwamba wanafunzi hao ni maskini wa kutupwa. Lakini Doto pia hana mapenzi ya dhati kwa Peter. Badala ya kumkaribisha kwenye utafutaji wa riziki, yeye alimpiga na kumfukuza. Mwisho kabisa, serikali haina mapenzi ya dhati kwa jamii, hasa watu maskini. Kwa nini tunasema hivyo? Hii inathibitika kwa sababu ilishindwa kuwasaidia maskini hasa katika swala la chakula, elimu, makazi na afya. Kwa katika kitabu hiki mpaka kinaandikwa, huduma hizi za kijamii zote zilikuwa zikitolewa kwa malipo kiasi kwamba sasa pasina kuwa na chochote huwezi kuzipata. Tofauti na saizi tunafanya uhakiki kwa muktadha nchini Tanzania, elimu ni bure na huduma mbalimbali za kiafya zimeweza kuboreshwa kwa namna moja ama nyingine. Dhamira nyingine ni nafasi ya mwanamke katika jamii. Msanii amemchora mwanamke katika nafasi tofauti tofauti. Kwanza, mwanamke amechorwa kama mlezi wa familia. Na hapa mwandishi amemtumia Mama Kurwa, Jane pamoja na Mama Ntilie ambao wao wameonekana kama walezi wa familia wanaotafuta riziki ya kila siku ili kuweza kutunza familia. Mwanamke pia ameonyeshwa kama ni mtu mwenye huruma na upendo. Mfano, Mama Ntilie anamhurumia mume wake, lakini pia anamhurumia Kurwa na kumkaribisha awe mwanafamilia. Lakini pia Bi Zainabu naye ana huruma kwa Peter kwani anaonekana kumpa chakula. Mwanamke pia amechorwa kama mvumilivu, yani anavumilia shida zote alizonazo mumewe. Na hapa tunamzungumzia Mama Ntilie. Kipengele kingine katika maudhui ni ujumbe, na hapa tunapata ujumbe tofauti tofauti katika kitabu chetu hiki cha watoto wa Mama Ntilie. Kwanza, ni lazima tupige vita umaskini kwani ni chanzo cha matatizo mengi katika jamii. Lakini ujumbe mwingine ni kwamba ulevi ni chanzo cha umaskini, hivyo ni lazima tuepukane nao. Tunaona Mzee Lomolomo anapokuwa na ulevi kiasi kwamba sasa mpaka anashindwa kujikamua na umaskini. Ujumbe mwingine ni kwamba mapenzi ya dhati ni nguzo ya familia. Familia yote ili iweze kuwa imara lazima iwe na mapenzi ya dhati. Ikikosa mapenzi ya dhati basi lazima iteteleke. Ujumbe mwingine ni kwamba rushwa ni adui wa maendeleo. Ukiendekeza rushwa basi maendeleo yatakuwa ni vigumu sana kuweza kuyapata. Kipengele kingine katika maudhui ni migogoro. Hapa tunaangalia mikinzano inayojitokeza katika riwaya. Na mikizano inayojitokeza hapa ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuna mkinzano au mgogoro kati ya Peter na Doto. Mgogoro huu umesababishwa na Doto aliyetaka kumfukuza Peter jalalani, na mwisho wa siku wakapigana na Peter aliumizwa mno. Na Kurwa ndiye aliyesuluhisha mgogoro huu kwa kumtetea Peter na kumkataza Doto aache ugomvi. Lakini pia kuna mgogoro kati ya Zita na Kurwa. Mgogoro huu unasababishwa na Zita baada ya kumshambulia Kurwa na kusababishwa mapigano. Lakini Zita hakumwamini Kurwa na hakuwa tayari kabisa kumpokea kama mwanafamilia. Na mgogoro huu ulisuluhishwa na Peter ambaye alimuonya Kurwa na kumnasa kibao. Kuna mgogoro pia kati ya Mama Ntilie na Mzee Lomolomo. Mgogoro huu unasababishwa na tabia ya ulevi wa kupindukia aliyokuwa nao Mzee Lomolomo. Na mwisho Mzee Lomolomo anaonekana kupoteza maisha kutokana na ulevi. Pia kuna mgogoro kati ya Peter, Kurwa pamoja na askari. Mgogoro huu ulitokea mara baada tu ya polisi kuweza kuvamia chumba cha Musa na kukuta Peter, Musa na Kurwa wakituhumiwa kuwa ni wauza dawa za kulevya. Na mwisho watoto hawa wanakamatwa na kupelekwa polisi. Lakini pia kuna migogoro ya nafsi. Hii inatokea ndani ya mtu,
yeye na nafsi yake. Mfano, Kurwa anaonekana kuwa na mgogoro wa nafsi pale ambapo anawaza juu ya maisha yake ya shida anayoyapitia. Lakini Peter pia anapata mgogoro wa nafsi pale anapokuwa njia panda kimaamuzi. Hii ni baada ya kushawishiwa na Musa juu ya kujiunga na uuzaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo anakuwa ana mgogoro wa nafsi. Kipengele kingine katika maudhui ni falsafa ya mwandishi, yani imani. Mwandishi anaelekea kuamini kwamba umaskini ni ugonjwa usiotibika. Anaonesha kwamba jitihada mbalimbali wanazofanya Peter, Musa, Doto, Dani katika kujikwamua na umaskini, lakini mwisho wa siku zinagonga mwamba. Kipengele kingine ni mtazamo wa mwandishi, na mwandishi ana mtazamo wa kiakinifu au kiulimwengu, kwani anaonesha matatizo, sababu zinazopelekea matatizo hayo, lakini pia anaonesha jitihada mbalimbali za kuweza kukabiliana na hayo matatizo. Kwa hiyo mtazamo wa mwandishi ni wa kiakinifu. Baada ya kumaliza maudhui, tuingie katika fani. Tutaanza na kuangalia muundo. Mwandishi ametumia muundo changamani kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza kabisa ametumia ule muundo wa moja kwa moja wa kusimulia kisa cha kwanza kwenda kisa cha pili kwa mtiririko. Lakini pia ametumia muundo rejea. Alipoonesha maisha ya Doto na Kurwa, ule ulikuwa ni muundo rejea. Lakini kipengele kingine ni mtindo. Mwandishi ametumia mtindo wa nafsi ya tatu kwa kiasi kikubwa, na nafsi ya kwanza na ya pili pia imetumika. Lakini tukumbuke pia majibizano au dialojia ni mtindo ambao pia umetumika. Kuna majibizano. Kipengele kingine katika fani ni wahusika, na hapa mwandishi ametumia wahusika tofauti tofauti. Miongoni mwa wahusika hao ni Peter ambaye ni mtoto wa mama ntilie, ambaye yeye anafukuzwa shule kwa kukosa ada na sare, lakini anapenda kusoma, lakini mwisho wa siku anatokea katika hali duni. Mhusika mwingine ni Zita ambaye ni mtoto wa mama ntilie na mzee Lomolomo, naye anafukuzwa shule kwa kukosa ada. Anang'atwa na mbwa kwenye kichaka, lakini anamsaidia mama yake kuuza chakula. Na mhusika huyu pia ameonyesha ni miongoni mwa wahusika ambao wanateseka kutokana na umaskini. Tunaye mhusika ambaye ni mama ntilie. Huyu ni mke wa mzee Lomolomo ambaye ana maisha ya tabu, ziki, ambaye anapambana kwa kuuza genge la chakula. Anaonekana kuwa ni mvumilivu, mwenye kupambana kuweza kujikwamua kutoka kwenye umaskini, lakini mume wake ambaye ni mzee Lomolomo anamkwamisha kutokana na ulevi uliopindukia. Na mhusika mwingine ni huyu mzee Lomolomo. Mzee Lomolomo ni mume wa mama ntilie, lakini pia ni baba wa Zita pamoja na Peter. Anapenda kunywa pombe kupitiliza, yani ni mlevi kupindukia. Lakini kutokana na tabia hii anafukuzwa kazi bandarini, na hivyo anarudi kuishi maisha ya umaskini. Mhusika mwingine ni Doto na Kurwa. Hawa ni watoto yatima wanaoishi katika maisha ya tabu, wanategemea dampo kwa ajili ya chakula, na mwisho wa siku wanajiingiza katika wizi wakishirikiana na Dani. Na Doto anakufa baada ya kuuawa katika jaribio la wizi, na Kurwa anaenda kuishi kwa mama ntilie. Mhusika mwingine ni Musa ambaye ni rafiki yake na Peter. Huyu yeye anafukuzwa shule kwa kukosa sare na ada, na huyu anaonekana kumshawishi Peter kujiingiza katika uuzaji wa dawa za kulevya, naye anakamatwa na polisi kwa tuhuma za uuzaji wa dawa za kulevya. Mhusika mwingine ni Zainab ambaye ni jirani na ni rafiki wa mama ntilie. Yeye naye anafanya kazi ya uuzaji wa pombe. Ana roho nzuri na anawasaidia watoto wa mama ntilie. Mhusika huyu pia anaonyeshwa kama ni mhusika ambaye anampeleka Zita hospitalini alipopatwa na kichaa baada ya kung'atwa na mbwa. Baada hapo tuangalie matumizi ya lugha. Mwandishi ametumia lugha nyepesi, lugha inayoeleweka kwa urahisi kabisa na msomaji. Lakini pia kuna matumizi ya lugha ya Kiingereza pia ambayo mwandishi ameyatumia. Sasa mifano ya maneno ya lugha ya Kiingereza aliyotumia ni kama faster, blaza, niko connect na kadhalika. Lakini pia kuna tamathali za semi mbalimbali ambazo zimetumika, ikiwemo na tashibiha hii imetumika. Lakini pia kuna takriri, kurudia kwa mfano, na kuacha, hii ni takriri. Lakini pia kuna tanakali sauti. Kwa mfano wanasema mbwa alilia bwe, ina maana hii ni tanakali sauti.
Lakini pia kuna taswira zinazoonekana. Mwandishi ametumia mfano mbwa mweusi mwenye mkia mweupe, ni taswira inaonekana. Vikombe, sahani, sufuria ni taswira za kuonekana. Baada hapo tuangalie jina la kitabu. Jina la kitabu ni Watoto wa Mama Ntilie, na linasadifu kabisa yale yaliyomo katika riwaya hii kama ifuatavyo. Kwanza, dhamira zote zimejikita katika kuonesha maisha halisi ya watoto wa mama ntilie ambao wanaishi katika tabaka la chini. Lakini pia wahusika waliotumika ndani ya kitabu hiki ni watoto wa mama ntilie ambao wameonesha maisha halisi ya familia zinazofanana na watoto wa mama ntilie. Na kipengele kinachofuata ni kufaulu na kutokufaulu kwa mwandishi. Tutaanza na kufaulu kwa mwandishi. Kimaudhui, mwandishi amefanikiwa kusadifu matatizo mbalimbali ambayo yanakabili jamii zetu, na ameweza kuonesha njia kadhaa za kuweza kukabiliana na matatizo hayo. Lakini kifani pia mwandishi amefaulu sana kutumia wahusika ambao wanaakisi watu halisi, watu ambao pia wanapatikana katika jamii zetu za kila siku ambazo tunaishi. Watu kana kina mama ntilie ni watu ambao wapo katika jamii zetu, wanapambana kuhakikisha wanajikwamua kiumaskini. Sasa mwisho kabisa, toa maoni yako, ni nini ambacho unakiona katika kitabu hiki cha Watoto wa Mama Ntilie. Kumbuka ulikuwa na mimi Teacher Hassan Lemunje, ambaye napatikana kwa namba za 0622548220 au 0769010272. Asante sana kwa kunisikiliza, tukutane wasaa mwingine.